na hilo pengine tuanze kulitazama kutoka hapo. Hili ndio goli la mapema zaidi ambalo limefungwa kwenye mchezo wa hili. Nadhani katika nyakati ambazo pengine hata hawajakaa sawa wakaruhusu goli Dodoma Jiji, na hatimaye Alan Okello akaandika goli kwa mara nyingine akiwa katika fomu bora sana kwenye mechi 2-3 za hapa mwisho Kiemba. Ni utimamu bado ulikuwa hujakaa sawa, ama walikuwa wanaamini mechi bado haijaanza Dodoma, ama kuna haja pia ya kusifu kile ambacho Young Africans wamekifanya? Ni nyakati hizo hizo ambazo watu bado mili haijachanganya, wamewatia pressure, makosa yametokea, wameyatumia. Ya, unaweza kuona hata idadi ya wachezaji ambao walikuwa kwenye eneo ambao kuna mpira saikolojia, ukiwa kama upo kiwanjani na kuambia mpira kule hautoki. Ghafla yao wanafanikiwa kumdanganya mlinzi wa kushoto wa Dodoma, anaweka cross ambayo inawakuta walinzi hawakuwa tayari na hilo tukio kwa sababu ya ile idadi ambayo walikuwa nayo kwenye eneo mpira ambao upo. Tazama pale wachezaji wangapi wa Dodoma wapo na yao kwa siku na mpira. Ilikuwa inaonekana watu watatu wapo kwa ajili ya kumwangalia yao kwa sia. Kwa hiyo kisaikolojia jicho la kuona ile option ya William Wediga. Angalia alipopasia kwenye sehemu sahihi nzuri. Lakini Mwamnyeto kwenye harakati za kutaka kuokoa, unajiuliza alikuwa anataka kupiga tikitaka, alikuwa anataka kuclear uende mbali zaidi, alikuwa anataka kuclear kukata kama out au urudi ndani uwanjani. Lakini kwa nyingine Okello, lakini kuna viashiria ama kuna mjadala pia hata ofea tulikuwa tunajaribu kutazama ni kama kulikuwa kuna offside. Umeona tofauti ama hivyo alivyoona mwamuzi ndivyo alivyoona Kemba? Mimi nadhani kwa mwamuzi wa katikati atakuwa ameona akirudisha nyuma kidogo, tuna count offside wakati mpira unatoka. Hapo wakati mpira unatoka unaweza kuona Okello yuko mbele ya mlinzi wa pili wa mwisho. Lakini tazama position ya mwamuzi kuweza kumuona hata huyo mlinzi wa pili wa mwisho. Rudisha bendera ikirudi pale, tumwangalie line 2, anaweza akawa kweli na uwezo wa kumuona hapo. Sasa shida imeanzia hapo, rudisha nyuma. Tozi akiturudishia nyuma wakati mpira unatoka hapa moja lengo asoi ile ya kwanza. Hapo tazama hapo wakati mpira unatoka. Tazama hapo, mtazame mwamuzi msaidizi kwa mbali kule anaonekana alipokuepo line 2 kuweza kumuona mlinzi wa pili wa mwisho. Mlinzi wa pili wa mwisho wa Dodoma. Ni ngumu yeye kumuona kwa sababu anazuiwa, kama sio Okello basi ni mlinzi mwingine wa Dodoma ambaye anamzuia Mikoko. Kwa hiyo ni ngumu yeye kuweza kuona Okello yuko kwenye position gani kwenye tukio hili, kwa kuwa yeye mwenyewe alikuwa anatafuta position nzuri ya kuweza kujaji tukio. Nini kinasababisha fitness ya mwamuzi, kasi ya mchezo imemshinda? Ni tukio ambalo limefanywa kwa haraka. Kwa hiyo inawezekana usipate hiyo nafasi ya mwamuzi, na pengine hata mwenyewe kutarajia kwa sababu kuna foul pia ilichezwa kwa Dube hawani. Ni kama mpira wanaonekana ni Dodoma walikuwa nao, kwa hiyo ghafla imebadilika, Yanga wameenda kushambulia kwa haraka. Unaweza ukaona kwa nini na yeye amemuona Okello yuko kwenye eneo sahihi na ameruhusu mpira uendelee na amefunga goli zuri. Haya, tutazame miliki mpira ni kama ambavyo unaona, ila Dodoma inaonyesha hakuna